Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba mgeni Hatib Yahya ameyasema hayo katika hafla ya maadhimisho ya siku ya mikoko duniani yaliyofanyika katika shehia ya Mtambwe Kaskazini katika ukanda wa bahari ya kijiji cha Kiapaka baada ya zoezi la upandaji wa mikoko katika eneo wazi, ukiwa na ujumbe linda mikoko, kinga kizazi kijacho, kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika uhifadhi na urejeshaji wake, kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo na jamii, kuelimisha vijana kuhusu thamani ya mikoko katika maendeleo endelevu na kukuza uchumi wa bluu kupitia matumizi endelevu ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kimazingira. Mikoko hulinda mwambao dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na mawimbi makubwa ya bahari, hupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhifadhi kiwango kikubwa cha hewa ukaa. Wadau walioshiriki maadhimisho hayo wamesema uhifadhi wa mazingira unahitaji mashirikiano ya karibu kati ya taasisi za serikali na jamii katika kuimarisha mazingira kwa faida ya taifa. Kwetu sisi Community Forest Pemba tunaamini kwamba bila kutunza mazingira, bila kupambana na mabadiliko ya tabia nchi hakuna maisha. Na katika hili nataka niseme moja kwa moja kwamba tumepata faraja kubwa sana kwamba leo kwa mara ya mwanzo tumeungana taasisi mbalimbali za kiraia, lakini na pamoja na taasisi za serikali. Hili ni jambo muhimu sana kwetu sisi, na tumeanza kufuata taratibu zote za serikali ili kuhakikisha kwamba jamii inafaidika zaidi ya kupata mafao ya kawaida yanayotokana na uhifadhi, kama vile kupata kuni, kupata kitoweo cha chakula kutokana na samaki au sivyo majengo na kitu kingine, lakini sisi tunalenga katika kupata fedha ambazo zinatokana na hiyo hewa ukaa tunalizungumza. Kama sisi tunajaribu kuisaidia serikali ni namna gani ya kurejesha mikoko au misitu, lakini pia kuboresha maisha ya watu. Mapema mkuu wa idara ya misitu Pemba, Thamira Makame Juma, amesema upandaji wa mikoko hiyo itasaidia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi sambamba na uingiaji wa maji chumvi katika maeneo ya kilimo. 2013 tulifanya sensa ya mikoko na tulipata utafiti huo ulionyesha kwamba kuna mikoko 16,800 hekta 16,884. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.